Yes, mambo vipi? Ni kukaribishe tena hapa ndani ya channel ya kupendwa ya Mapro TV kupata zile updates mbalimbali ambazo zimejiri kwa siku ya leo. Nikusihi tu ambalo haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele. Utakuwa haupitwi na taarifa zote muhimu ambazo zitakuwa zinajiri, nasi tutakuwa tukizurusha kutokea ndani ya channel ya kupendwa ya Mapro TV. Yes. Sasa kilichojiri kwa siku ya leo ni ile issue ya captain wa timu ya Dar es Salaam Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto juu ya sakata lake la kuondoka pale katika kambi ya klabu hiyo ya soka ya Yanga, na hii ni baada ya ile vuta ni kuvuta iliyotokea baada ya yeye kutuhumiwa kusababisha magoli mawili dhidi ya Dodoma Jiji ile, na baada ya hapo tuliona kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wakitumia lugha chafu kumwataki, lakini pia kuna lawama kutoka kwa baadhi ya wanachama na viongozi baadhi wa Yanga, kitendo ambacho kimemfanya sasa aone kama thamani yake imekuwa ni ndogo. Sasa nakuletea kile ambacho kimejiri hadi siku ya leo. Kiukweli issue hii bwana imekuwa very serious. Nimejaribu kufuatilia, pengine labda ni sehemu tu ya kujiweka kidogo kando kwa ajili ya kujitengeneza kuwa sawa kisaikolojia, lakini inavyoonekana Bakari Nondo Mwamnyeto imemuaffect sana hii issue, na inavyoonekana pengine inawezekana pia ikawa ndiyo sababu hata ya kuja kuterminate mkataba ama kumalizana na klabu hiyo ya Yanga, kwa sababu yeye anachosema ni kwamba mara kadhaa amekuwa ni kiungo muhimu, amekuwa ni mchezaji ambaye anabadilisha upepo na matokeo ya timu, lakini cha kushangaza ni kwamba issue ambayo imetokea kama emergency na inatokea kwa wachezaji wengi, lakini kwa yeye imekuwa tofauti sana. Imechukuliwa kama ni mtu ambaye amefanya kwa makusudi, jambo ambalo linamuonesha ama kumdhihirishia kwamba hata yale mema ambayo ameyafanya huko nyuma kwa ajili ya timu hiyo basi si kitu, and that's why umekuwa wakimwataki sana. So ninavyoambiwa hivi sasa Bakari Mwamnyeto yuko zake Tanga na anajaribu kukaa pembeni kwa muda ili aweze kurecover psychologically, lakini pia aweze kuachia muda wachezaji wengine ili waweze kuperform vizuri kwa ajili ya kupata mwisho mwema wa msimu huu wa 2025 2026. Nini maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kati ya baadhi ya mashabiki wa Yanga na Bakari Nondo Mwamnyeto? Unahisi ni sahihi kumwataki kiasi hiki, ama pengine mashabiki wanatakiwa wa encourage na kumpa moyo zaidi ili asifanye tena kama hivyo?